na tumeambatanisha ushahidi ambao ilikuwa ni video 917, lakini sasa nitatumia hii video mpya ambayo imekuwa released kuitolea metadata niweze kuziprint. Nikisema metadata, naitolea ushahidi kwamba hii video haijaeditiwa na ni video ya kweli, na itaonesha, nikitia kwa system ya kutoa metadata, itanionyesha hii video imepigwa wapi na tarehe ngapi, na simu gani imetumika kupiga, na nchi gani imetumika kupiga, ili kusudi kuwekea ushahidi kwamba hii video ni legit, ni halali na ya ukweli kabisa. Na hichi kitu ambayo tunafanya ni jambo hasa linahusika na kuparalyze serikali, tuionyeshe dunia kwa uwazi kabisa hawa ni watu aina gani. Hii ilikuwa narejea tu kile kitu ambayo nimesema kabla. Na jambo la pili vile vile nikasema kwamba leo pia katika mfumo tumefanikiwa kupata emails na mawasiliano yote ya wakuu wa mikoa wote nchi nzima, pamoja na polisi wa RPCs, Regional Police Commander, mapolisi wakuu wa mikoa wa kipolisi wa nchi nzima. Tayari tumewapelekea barua ya kuwajulisha juu ya maandamano yetu ya amani yasiyokuwa na kikomo. Sasa wakati nipo band, nimekuwa nazungumza na miongoni mwa watu wanaharakati wakubwa sana kwa nchi yetu, tunawaheshimu, na aliniomba kwamba kila barua ambayo tunakuwa tunaiandika tukue tunaisoma public, kwa maana kwa hadhara, kwa sababu tu ile mtu ambaye hajapata fursa ya kuiona ama hajafahamu ile lugha imetumika pale aweze kuisikia tunaisoma, na kanambia hili jambo ina faida kubwa sana kuzisoma hizi barua, kwa sababu ikiwa hata mtu mwingine atajaribu kupotosha ama kusoma vingine, tutakuwa na ushahidi. Kwa hiyo niko tayari kuisoma ikiwa watu wa TikTok mtaniruhusu kufanya hivyo. Kwa sababu nahisi muda mrefu umekwenda. Kwa hiyo kama mnadhani iko haja nisome kwanza ili tuendelee na mambo mengine, nitafanya hivyo. Kama mnadhani nisisome, sitoisoma. Lakini barua hii tayari imefika kwa makao makuu ya polisi Dodoma, imefika makao makuu ya polisi Dar es Salaam, na kila mkoa ambayo iko Tanzania tayari rasmi mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa polisi ameipata hii barua ya kuwajulisha kwamba tutakuwa na maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo nchi nzima. Na pia tumewapigia simu mkuu wa polisi Tanzania, na pamoja tumempigia simu Murilo, na hizo zote tunaweka kama reference. Tunawaandikia hawa barua kuweka wazi kwamba sisi sio majambazi, sisi sio wahuni, sisi sio maraia imetoka manje. Sisi ni Watanzania wazalendo ambayo hatukubaliani na mambo ambazo zimekuwa zinafanywa, na ninafanya hizi mambo zote kwa lengo la kukuhimiza wewe ambaye bado uko na wasiwasi kwamba tarehe 9 Disemba 2025 hakuna sababu yoyote itakayokufanya usitoke, labda tu uwe ni msaliti na haujali mavifo ambayo yametokezea kwa ndugu zetu. Tarehe 9 Disemba 2025 itakuwa ni siku salama zaidi kwenye historia ya utawala wa Rais Samia tangu ameanza, kwa sababu hiyo ni siku peke yake kabisa itakuwa ambayo hakutotekwa mtu, hatapigwa mtu. Mutakuwa na internet ambayo mamlaka za kitanzania zote hazitaweza kujua munaongea na nani wala mnazungumza nini. Tutawapa internet ambayo iko inatoka mahost zake iko nje ya nchi. Na si hiyo tu, tunawahakikishia kwamba waandamanaji, satellites itakuwa inaangalia nyinyi nini munafanya na wapi munaelekea. Tutaomba route yote ambayo ya maandamano tuiweke wazi, mutakuwa munamurikwa na satellite, kwa maana ya kwamba wale watu wanamiliki satellite kama FBI, CIA na mashirika zikubwa zote za kijasusi wataona wazi nini kinafanyika kwa wakati huo. Ninakuombeni ndugu zangu, tusikuwe wasaliti, tutoke kwa wingi kwenye maandamano ambayo tuna lengo ya kuiparalyze serikali, maandamano ambayo kwa hakika kabisa Samia ataachia.
Naomba mniambie kama naweza kusoma barua ili niendelee na mambo mengine, ama kama mnahisi tusisome niendelee na mambo mengine. Isome. Sababu naona comment nyingi mmesema isome. Kabla hujaanza kuisoma, nawaambieni mnaokaa kusikiliza hapa, ninapoongea mimi mnaanza kukashifu na tembeza njugu. Nimewatandika nyundo watu 7 mlioandika simwache kwanza Abili aseme. Sasa mimi ndio hosti, ninawarekebishia njia, nasema bana huyu kijana yuko hivi na hivi. Kuna wengine wanakuja wageni. Sasa mtu unashindwa kujizuia tu dakika 2 tu kusubiri. Mbona tunamsubiri nusu saa? Mbona tunamsubiri dakika 50? Mimi kuchukua dakika 2 kusherehesha live, unaanza kuandika mwache. Nimetembeza njugu wote na sitaki kuwarudisha. Na hapa ukiandika na wewe mwingine sasa hivi, na wewe unatoka hapa, basi utajua mwenyewe. Wewe kwanza utakuwa sio muandamanaji, utakuwa huna busara. Kwa ndio maana hata yeye anapoongea anasemaje, ngoja nisubiri aongee na mwingine. Maana yake nini? Sasa mimi ninapoongea unaanza kuandika, wewe nyamaza kwanza. Wewe unanyamazisha tena mimi mwenye live. Wote niliwapiga njugu. Tena mimi sikuangalia jina, hata kama wewe ni member wa hapa, wewe ni njugu tu, kwa sababu unakuwa huna adabu. Okay, unaweza kutusomea Abili, haina tatizo. Asante sana. Mimi ni mtu mcheshi sana, lakini ukiniletea mimi ni nyundo tu. Tuendelee Abili. Karibu sana, tusomee hiyo barua. Okay, asante sana. Ndugu yangu, hii ni barua ambayo rasmi tumeipeleka makao makuu ya polisi. Tumeipeleka kwa wakuu wa mikoa wote Tanzania na kwa ma-RPC wote Tanzania. Hivi sasa tunaongea, tayari wako nayo kwa desk yao. Na tumewapigia simu kuwataka watujibu kwa haraka. Na kama hiyo haitoshi, nimepewa taarifa rasmi kwamba ile barua tulopeleka TLS, ashapigiwa simu rais wa TLS na watu ambaze anawaheshimu sana. Wamemtaka atoe jawabu na akaahidi kwamba atatoa jawabu ya haraka juu ya barua yetu, labda tu kuanzia kesho mpaka Ijumaa tutasikia. Na naomba mniruhusu nisome hiyo barua. Waliotuma ni address yake ni Tanzania Gen Z. Barua imeandikwa tarehe 12 Novemba 2025 Tanzania. Tuliowapelekea ni Tanzania, makao makuu ya polisi Tanzania, PO Box 961 Comer 40483 Dodoma, Tanzania. Yahusu barua rasmi ya kuijulisha jeshi la polisi ya Tanzania juu ya maandamano ya nchi nzima ya amani yasiyokuwa na kikomo ambayo yamepangwa kuanza tarehe 9 Disemba 2025. Kwa heshima kubwa, tumeandika barua rasmi hii kuijulisha jeshi ya polisi Tanzania kwamba sisi ni vijana wa kizalendo wa Kitanzania ambao hatuko na fungamano ya chama yoyote ile ya kisiasa ndani ya nchi ya Tanzania, kwamba tumefikia makubaliano ya kufanya maandamano makubwa ya amani ya kuwa yatafanyika nchi nzima, ambayo maandamano hayo yataanza rasmi tarehe 9 Disemba 2025. Ikumbuke kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ilifanya uchaguzi wake mkuu wa taifa. Lakini badala yake hiyo tarehe 29 Oktoba 2025 imebadilika na kuwa tarehe ya kiza na tarehe yenye maumivu makubwa sana kwenye historia ya nchi yetu. Kutoka tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizokuja mbele yake, inakadiriwa watu 10,000 wasiokuwa na hatia, raia wa Tanzania, wameuliwa, ambapo hapo wengi zao wamekuwa wamebakwa, na wengi zao wameteswa, na wengi nyingine wamepigwa vibaya, lakini bado wengine wameachwa na kilema cha kudumu
kutokana tu na ile mateso ambayo wamepatiwa na mamlaka. Mateso haya yametekelezeka kwa sababu ya amri tu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tupo na ushahidi wa kutosha unaothibitisha madai yetu ya uvunjaji mkubwa ya haki za binadamu. Kwa heshima kubwa nimeambatanisha ushahidi huo kwa hii barua. Hivyo basi, sisi vijana wazalendo wa Kitanzania tayari tumekubaliana kufanya maandamano ya amani nchi nzima yasiyokuwa na kikomo, ambayo yatakuwa yanaanza tarehe 9 Disemba 2025 chini ya uangalizi wa mashirika ya kimataifa. Na maandamano haya ya amani yasiyokuwa na kikomo yatakuwa endelevu. Tutaandamana bila ya kuchoka, bila ya woga, usiku na mchana, mpaka pale tu matakwa yetu yatakapokuwa yamefanyiwa kazi. Matakwa ambayo tunataka Rais asiyekuwa halali Samia Suluhu Hassan pamoja na IGP Camillus Mongoso Wambura pamoja na CDF Jacob John Mukunda wajiuzulu haraka iwezekanavyo, waachie hizo nafasi haraka iwezekanavyo, kwa sababu tu wameshindwa kutimiza wajibu yao ya kikatiba. Lakini pia tunataka uendelevu wa kuachiwa watumwa wote za kisiasa, pamoja na mazungumzo ya kufanya reformation juu ya haki na uwajibikaji bora na ulinzi wa haki za binadamu. Tunafahamu kwamba zaidi ya watu 200 wameripotiwa kuwa walitekwa wakati tangu ya Samia Suluhu Hassan kuingia kwa government. Hivyo basi tunataka hizi mateka zote ziachiwe kwa haraka na zikiwa salama. Lakini pia tunataka taasisi huru na ya wazi kabisa ije ifanye uchunguzi juu ya utajiri mkubwa usioweza kuelezeka wa Bwana Rostam Aziz, Angela Kizika pamoja na Abdul Halim Hafidh Amer. Lakini pia tunataka mashirika ya kimataifa yaruhusike kufanya uchunguzi ndani ya nchi yetu juu ya nani aliyeshiriki na nani aliyetaka na nani aliyefanya jaribio la kumuua Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu tarehe 7 Disemba 2017. Hivyo basi, tunapenda kuitoa hii kauli ya mwisho kwa uwazi kabisa kwamba sisi tupo na ufahamu kwamba jeshi ya polisi imeshiriki kwenye uvunjaji wa haki za binadamu sana, na pia ni jeshi ambayo ipo na corruption, sijui kwa Kiswahili yake, ipo na serious corruption. Ni jeshi ambayo imekuwa corrupted sana, ni taasisi ambayo iko corrupted. Hivyo basi, kwa heshima kubwa tunawasihi jeshi ya polisi kwamba ni vizuri siku ambayo tunafanya maandamano yetu, mukue mbali na sisi, musikuje mujitenge na maandamano yetu. Lakini ikiwa peke zenu muko tayari kuja kwa raha zenu, basi mukija muhakikishe kwamba munaitii katiba ya Tanzania kwa kutulinda sisi waandamanaji na mali zetu. Hasa kwa sababu kwa taarifa zenu kutakuwa na waangalizi wanotoka kwa mashirika ya kimataifa ambao tutakuwa nao kwa bega kwa bega. Hii ni mwisho ya barua ambayo ndugu zangu, sasa hivi kila mkuu wa mkoa na kila RPC wa polisi nchini Tanzania pamoja na mkuu wa mapolisi wanayo kwa deski yao na wamepokea. Na tukawapigia na simu na amekiri kwamba
na wao watatujibu kwa maandishi kama vile mumebahatika kusikia. Sasa ndugu zangu, leo ni weekend. Mimi niko tayari kutumika hapa kuendelea kupeana taarifa zaidi, hata kama ikibidi nibakie mpaka asubuhi. Niko tayari kutumika, lakini nitanyamaza kwa sasa kuwapa nafasi na watu nyingine muweze na nyinyi kutoa maoni yenu juu ya barua, mtoe maoni yenu juu ya mipango tunaendeleza nayo, na pia tu mufanye manyundo hapa kwa njia ya kuhamasisha. Ni vizuri tukue tunapeana, ni vizuri sana tukue sote tunakuwa treated with the same dignity, kama maana kwamba sote tukue tunapewa nafasi sawa, tunaheshimika sawa, tunapata nafasi ya kuzungumza na kutoa maoni vizuri bila ya kiburi na bila ya ubabe, kwa sababu sisi sote ndugu yangu kwa sasa imebidi tumekuwa ndugu. Tuko na agenda moja na mpango wetu ni mmoja. Tukakosana, inaweza ikapunguza nguvu harakati yetu ambayo tuko nayo tunafanya. Kwa hiyo ninaomba sana sasa ninyamaze kidogo, tusikilize na maoni za watu nyingine juu hasa juu ya hii agenda ya barua na nini nafanya. Ni sahihi, naona comment watu wengi wananiuliza kuhusu bank. Kama nilivyotangulia kusema kwamba niko tayari kutumika leo kutoa taarifa zote, lakini kwa ufupi tu ndani ya siku chache ambazo zinakuja, ni vizuri mtu ambaye ako na pesa zake kwa benki ya Tanzania atoe pesa zake, abakie nazo cash kwa raha yake. Vinginevyo anaweza akaja akaingia kwa shida kubwa, kwa sababu tuko kwa sehemu ya kuiparalyze serikali kwa kiwango ambacho hakiwezi kufikirika kwa akili za binadamu wa kawaida. Kwa nitasimama hapa, tusikilize na watu nyingine. Asante sana bwana Habil and Kabil. Naona na blaza yetu Nuruvasi kule anakusikiliza. Mambo yanakwenda vizuri kabisa, naona mambo vizuri, watu wanakusikiliza wengi sana. Kuna Nuru kule, kuna kina Scorpion wamefungua live, wote wanakusikiliza. Kwa hiyo hawa wanaokushusha wajue kabisa habari inakwenda kweli kweli. Pamoja na kuwa kila saa wanakushusha, wamekupiga nyundo mara ya kwanza wakakubani dakika 50, wamekubani tena dakika 30. Kwa hiyo mimi sioni hata wanachojisumbua wao.